Nafaa kufanya mtu anyenyekee sana, sababu wewe ni mtu mkubwa sana katika ulimwengu wa kiroho, si vile unafikiria. Wewe umejibeba aje? Wewe umejibeba aje? Siongei kuhusu vile watu wamekubeba, naongea kuhusu vile wewe umejibeba. Twende waraka Petro ya kwanza, waraka Petro ya kwanza, First Peter, waraka ya Petro ya kwanza 2 kutoka mstari wa 4 mpaka 10. Ya kwanza 2 kutoka mstari wa 4 mpaka mstari wa 10. Pia baadaye tukipata nafasi kusoma kitabu ya Yakobo 2 kutoka mstari wa kwanza mpaka 10. James 2 verse 1 mpaka 10. Pia tukipata nafasi kusoma Timotheo wa pili, Second Timotheo wa pili 2 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 6. Ili tukipata nafasi kusoma hizo maandiko zote za maana. Pia tutamalizia kwa kitabu ya Wakorintho wa kwanza, First Corinthians 1 kutoka verse 26 mpaka 31. Wakorintho wa kwanza 1 kutoka mstari wa 26 mpaka 31. Sasa tusome hiyo waraka wa Petro. Sikia nasemaje? Mnapokuja kwake yeye aliye jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, mbali kwa Mungu ni teule na la thamani kwake. 5. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mnajengwa kuwa nyumba ya kiroho, ili mpate kuwa ukuhani mtakatifu, mkitoa dhabihu za kiroho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Mstari wa 6 nasema, kwa maana imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katika Sayuni jiwe la pembeni teule lenye thamani, na yote atakaye muamini hata aibika kamwe. Mstari wa 7, kwenyu ninyi mnaoamini, jiwe hili ni la thamani, lakini kwao wasioamini, jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, tena jiwe lenye wafanya watu wajikwae na mwamba wa kuangusha. Wanajikwaa kwa sababu hawakulitii lile neno kama walivyowekewa tangu zamani. Mstari wa 9, lakini ninyi ni taifa teule. Angalia hapo mstari wa 9 anasema, lakini ninyi, lakini wewe unaitwa nani? Morris. Lakini wewe Morris ni taifa teule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu. Sikia Morris, tunasikia vile maandiko yanasema, taifa takatifu, watu walio miliki ya Mungu, mlioitwa ili kutangazwa sifa zake yeye aliyewaita kutoka gizani ukaingia katika ya ajabu. So unaposoma maandiko, jua maandiko inaangalia wewe. Maandiko iko na macho, kuna mdomo, ndio
Na unaposoma, mfano mimi naposoma maandiko, naposoma nikiwa peke yangu, lakini wewe apostle, kama wewe James ni taifa teule. Na wakati nasoma hivyo nasikia maandiko inapenya katika maisha yangu, inakuwa hai katika maisha yangu. Haleluya. Wewe umefanyika mteule wa Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa sababu ya Yesu Kristo. Yesu ambaye alikuwa jiwe lililokataliwa na waashi, iliyokataliwa, jiwe leo hii limekuwa ya dhamana sana, na imekuwa ni jiwe la pembeni. Haleluya. Ambapo jiwe la pembeni kwa sababu gani? Oh my God, hili jiwe ndio limeshikilia mbingu na nchi. Hili jiwe ndio limeshikilia kila kitu. Hawezi enda kwa Baba pasipo kupitia yeye. Oh my God, sabaka mazepelia. Yeah, jiwe la pembeni. So wanadamu wasipoamini Yesu, nikwambie, hii dunia hawezi penya mahali popote bila Yesu. Hiyo ndio siri nilikuja nikanotice. Before nije nifanye uamuzi na mimi kusimama katika maisha yangu ya kiroho. Before nifanye ile uamuzi ambayo mimi nifanye. Sababu kama kuna mtu alichanganyikiwa mwanzo kabisa ni mimi. Maana unaenda hivi, mchungaji anakuambia tutafute Mungu, twende hivi. Unaenda kwa watu fulani wako na dini tofauti, hao wanasema hivi. Unaenda kwa watu fulani wako na dini tofauti. Mimi nikawa changanyikiwa. Kaambia Mungu, mimi sitaki kwenda kwa moto. Nani kati ya watu wako na ujumbe wa kweli? Sababu kuna waamini mpaka sasa wako kwenye makanisa, lakini hawajui kuanzia wapi kumalizia wapi. Hawana uhakika ya imani yao. Hawana ukweli complete. Ndio maana jana niuliza watendakazi, uko sure kabisa unaweza na mbinguni ikiwa leo ni siku yako ya mwisho hapa duniani? Niuliza jana watendakazi. Unajua unaishi siku ngapi hapa duniani? Nataka nikwambie, wewe si mtu wa kuishi miaka 100, miaka 200. Wewe ni wa kuishi siku moja. Ukiwa na hiyo hesabu ya kusema utaishi miaka 100, utasema aje? Utasema mimi nataka nikifika 55 nitaanza kuwa serious kidogo na Mungu. Sasa inamaanisha vipi? Morning glory hakuna, utakuja morning glory. Ukuuliza ni kwa nini au kuja morning glory? Niko na miaka bado miaka. Unasikia sasa hivi vijana wanasema life begins at 40. Yeah? 40. Sasa unakuta vijana wengi sasa hawaendi kwenye makanisa. Wako wapi? Wanakata kawaya wapi? Kwa mabaa. Kuuliza kijana, kwa nini haupeleki nguvu yote kanisani? Nakwambia life begins at 40. Life begins at 40. That's why mimi siwezi force mtu pale nje akuja kanisani. Ukikataa kuja kanisani sasa ukiwa kijana, utakuja ukienda hivi ukitingika hivi. Hapa nitakuombea. Kuja nitakuombea. Ndio nitakuombea. Haleluya. Wewe kama mteule wa Mungu unafaa kuwa tayari kila wakati. Kila wakati unafaa kuhakikisha kila wakati uko juu ya mwamba ili usiweze kujikua. Maana unapokosa kusimama katika maandiko, basi nini inafanyika?
katika hii dunia lazima utajikua, lazima utaanguka, lazima utaanguka. That's why kuna maswali nyingi watu sometimes wananiuliza, Apostle, kwa nini hizi changamoto zimekuwa nyingi kwangu? Mimi nitakwambia hivi, sababu ile majibu nitakupatia utawezana nayo. Na nikajibu wengine on Friday. Kawaambia kwamba vile duniani kuna madarasa, vile duniani kuna shule, sasa kuna sijui PP1, sijui PP ngapi, na kuna magrade, sijui grade whatever. Hata katika ulimwengu wa kiroho kuna hizo mapipi, kuna hizo magrade, kuna hapo secondary, wacha nitumie level yetu, na secondary na kuna university. Na Mungu ni Mungu anaye control watoto wake, wateule wake.